Unapoanza safari ya kujijenga kiuchumi, unaweza ukatumia fursa yoyote ambayo iko karibu. Na hii mimi ni mfano halisi, nilianza kwenye kazi za nyumbani. Kwa hiyo kwa wadada ambao wanaanza kwenye kazi za nyumbani au kazi zozote ambazo watu wanaziangalia kama kazi za hali ya chini au kazi ambazo labda wao wanaona hazina maslahi makubwa, mimi nataka nikwambie uko kwenye njia sahihi, kwa sababu mwanzo ni mdogo siku zote. Kwa hiyo anza pale pale ulipo, anza na kile kilichopo. Jambo la muhimu ni kwamba tuache hii kasumba na fikra tulizojengewa za kuanza maisha kwa kudhani kwamba mafanikio yetu yako kwa wanaume. Kwa hiyo unachoanza kukimbizana nacho ni kumtafuta mwanaume ambaye atakupa maisha. Hapana, that is really wrong. Yani hayo ni makosa makubwa sana ambayo waliofanya wanaelewa ninachokiongea. Labda kwa wewe ambaye hujafanya unaweza kuona bana, mimi nataka simu nzuri, nataka kila kitu kizuri, kwa hiyo nimpate bwana aniwezeshe. Sawa, unaweza ukaamua hivyo, lakini waga inaanza kama sukari, baadaye inaishia kwa shubiri. Kwa hiyo ukipita njia hiyo pia utakapokuja kukutana nayo utaelewa nilichokuwa najaribu kusema. Lakini kwa wale ambao mmeshapata experience hiyo, unajua ninachokisema, anza kutumia nguvu zako, anza kutumia akili zako, anza na kile kidogo ambacho kiko karibu na wewe. Kwa hiyo kama ni kazi za ndani, fanya kwa malengo, fanya kwa kutafuta mtaji wa kufanya shughuli zako. Alafu sasa ukishafika kwenye stage ya pili, sasa ndio unafanya biashara zako, ndio unafanya ujasiriamali wako, ndio unajua, yani umeshaanza kuipata kipato chako. Panga maisha yako vile unavyopenda wewe. Kumbuka maisha kabla ya mume wako, kabla ya watoto, kwanza maisha yako. Ukiweza kuwa na amani, ukiweza kuwa na utulivu wa akili, ndivyo utakavyoweza kuyafurahia haya maisha. Lakini tulivyoprogramiwa na mila na tamaduni zetu, tunaanza kuwafikiria watoto, tunawafikiria wanaume, tunawafikiria watu wengine, sisi tunakuwa wa mwisho. Hapana. Jifikirie wewe kwanza, kwa sababu wewe ukiwa vizuri kiufahamu, kiupeo, yani kiakili, ndivyo utakavyoweza kuwahudumia hao ambao ni watu wanaokutegemea, watoto wako, au kama ni mume, ndio utaweza sasa kutoa ule upendo ambao ni natural. Sisi wanawake wengi hatutoi upendo, sisi tunatoa nini? Yani kama tuko kwenye business, tuko kwenye biashara, kwamba kwa kuwa mwanaume ananiwezesha na mimi itabidi nimfanyie vitu kwa sababu tunawezeshana. Yeye ananipa maisha, nipo kwake, nakula na lala, alafu ni hivyo tu, wala hamna kitu kingine. Unawezekana labda huyo ana magari unaendesha, lakini siku ambayo atakuacha anabaki na magari yake. Siku ambayo atakufa, ndugu zake wanakuja wanabeba magari yake na nyumba zake na kila kitu. Wewe unabaki hapo, hutambuliki, hujulikani. Mara nyingi hiyo ndio experience ya wanawake wengi. Sasa mimi baada ya kustudy sana kwa muda mrefu, ni kwa nini wanawake wengi wanateseka, ni kwa nini wanawake wengi wanajikuta wako kwenye lindi la umaskini, hata kama alikuwa ameolewa na mwanaume ambaye ana maisha mazuri, lakini zilipotokea either kifo cha mwanaume au mwanaume amemwacha, huyu mwanamke anarudi zero. Baada ya kustadi hicho kitu, ndio hapo nilipokuja na mradi wa Wadada Center ambao unawasaidia wanawake pa kuanzia, kwa sababu hata mimi nilianzia hapo. Si kwamba nilikuwa napenda sana kazi ya nyumbani, no, lakini nilijua hii kazi itanisogeza, na imenisogeza kweli, imenipa hatua. Sasa hivi si mnaniona na picha zangu sasa hivi siko kwenye kazi za ndani, na kazi zangu za nyumbani. Kuna wadada nao ndio wanajitafuta, na hakuna ubaya, maisha tunategemeana. Kwa hiyo dada anakuja ananisaidia majukumu yangu ya kazi za nyumbani, mimi namlipa vizuri. Kwa hiyo ndio hivyo. So tuna hii programu yetu ya wadada ambayo kwa kweli mimi najitahidi sana kuwa the best of the best Tanzania, kuhakikisha kwamba hawa wadada wanatoa the best service. Sio zamani zile wakati nafanya kazi za nyumbani, mimi sikuwa naona mtu yoyote anayetuongoza, anayetuhamasisha kwenye kazi za nyumbani, namna gani ya kuwa bora, kufanya kazi kwa ubora, kutoka kwenye kazi za nyumbani na kwenda kwenye malengo. Yani dada ambaye anafanya kazi za nyumbani leo ana bahati sana, labda tu awe anifahamu. Lakini kwa dada yeyote ambaye ananifuatilia na yuko kwenye kazi either za ndani au kazi za kawaida tu, na uhakika kupitia mafundisho yangu anaweza kupiga hatua kubwa sana. So kwenye kazi za ndani ndio hivyo, tunawapa wadada mafunzo ili waweze kuwa bora.
Kuna haya mafunzo mnayoona tunawapa ya upishi. Mimi nawasaidia sana kwenye mindset, kwa sababu ukiwa na mindset ambayo iko sawa sawa ni rahisi sana kuweza kufuatilia ndoto zako. Lakini kuna wadada ambao wanajua kupika, wanajua kufanya usafi, lakini kama mindset yake haiko sawa, ndio hapo ataanza kurukaruka, kila siku anazunguka kwenye hizi nyumba, hana anachokifanya, hapigi hatua yoyote. Kwa hiyo mimi nadili sana na mindset, yani ile pale Biblia inaposema watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa, mimi nadili sana na maarifa. That is where my business is. Ndio hapo biashara yangu ilipo. Nadili sana na swala la maarifa, especially kwa wanawake. Simaanishi kama wanaume hawezi kupata maarifa. Najua kuna wanaume wengi wananifuatilia na wanapata maarifa pia. Lakini mimi na my interest number one interest ni kuwa empower wanawake waweze kujikwamua kutoka kwenye umaskini, kutoka kwenye ndoa mbaya, mbovu za ukatili, mahusiano mabovu, kutoka huko. Wewe hujagongelea msumari kwenye mahusiano, na mahusiano yakupeleki mbinguni, wala hakuna kaburi la talaka, hakuna. Kwa kutoka kwenye mandoa mabovu hayo mabaya yenye ukatili na manyanyaso, kutoka huko, jinsi ya kuweza kupata talaka, namna ya kuweza kupata talaka yako, ukajiweka na uhuru, ukatoka kwenye utumwa. Hizo ni area zote ambazo mimi nina uzoefu nao. Yani nina uzoefu na experience ya kuweza kumconsult mwanamke, mtoto wa kike, akaweza kuyajenga maisha yake vizuri, akajijenga kiuchumi, akatoka kwenye mahusiano mabaya akawa kwenye mahusiano mazuri, mahusiano chanya. Na kama anataka kutoka kwenye ndoa ajui cha kufanya, naweza kumwelekeza nini cha kufanya uweze kupata talaka yako. That is me. Lakini kujipenda pia. Kujipenda unavyoona. Sikwambii uweke kucha kama hizi, lakini kujipenda, mwanamke muhimu sana. Jipende. Jitunze. Kama mnavyoniona asubuhi, naamka nafanya mazoezi. Why? Kwa sababu najipenda, sitaki kuzeeka kizembe zembe. Uzeeka kizembe. Uzee upo, lakini sio uzee wa kizembe. Umeelewa? Kuna mtu hapa nikimwambia yani tunalingana umri, miaka 44, atazamiki. Why? Jitunze, tunza afya yako. Jipende, hivyo yani. Kwa kuna vitu of course sikwambii ufanye kama mimi exactly, lakini message yangu ni kwamba jipende, jitunze na vitu kama hivyo. So kwa hiyo kwa wale ambao wanataka kuja kuleta wadada kwenye program zetu, karibuni sana. Tuna hayo mafundisho ya mapishi, unaweza ukafanyia online au ukaja physically. Tunaongozwa na Madam Lovedot ambaye yeye ni mtaalamu mkubwa sana wa mapishi, ni bonge la katara. Na hapa naomba niseme tafadhali, mdomo wako utakuponza. Kama kuna video zangu, content zangu, kuna namna zinakusaidia, zinakujenga, naomba usilete mdomo kwenye biashara please. Yani we mean business. Ukileta mdomo kuongea utumbo uchafu, I will block you. Yani utapata shida ya kwanza kwenda kutafuta sijui ni account mpya ya kwanza kunifollow nayo, lakini nitakublock. Why? Kwa sababu sipendi negativity kwenye business za watu. People they are trying kutumia uwezo wao, ujuzi wao ambao Mungu amewapa. Loveness ana ujuzi wake ambao ni wa kwake. Yani ni sawasawa na mimi. Kuna mtu anakuja kufuata huduma ya wadada kwa Joyce Kiria just because anajua, anaamini kwenye mambo ninayoyaamini. Ndio maana anaamua kwamba nataka dada wa Joyce. So who are you? Yani huwezi kuongea ujinga. Kuna watu tu, yani wewe sio Mungu. Kuna watu hata ukasema nini bado kuna hao watu watafanya biashara na watu. So please, negativity no, especially kwenye business no please. Tutaongea kwenye mambo mengine, not kwenye business. Kwa wale ambao wanataka kujoin kwenye biashara zetu, najua video hizi zinawasaidia. Kuna watu wametoa shuhuda zao kwamba kupitia hizi video wameweza kufuatilia na wameona matokeo chanya. Sasa imagine ukilipia ukaja kwenye madarasa mengine itakuwaje? So kwa wale ambao wanaishia tu kupata haya ya hapa, no problem, endelea kufuatilia tu hizo tunazoziweka. Lakini ukitaka extra you have to pay, right? Na price ndio kama hivyo nilivyosema, bei za kuanzia ni hizo, lakini prices zitakuwa zikibadilika. Why? Kwa sababu ni sisi, kila mtu ana value zake ambazo anazitoa, thamani ambayo unaitoa kwenye bidhaa au huduma unayotoa. So karibuni sana.